Leo tuna mchezo kati ya KMC anacheza na Mtibwa. Katika michezo 7 ya ligi kuu, KMC alishinda mchezo wa kwanza pekee na ameweza kupoteza mchezo back to back michezo 6. Leo anaenda kucheza mchezo wa 8. Kwa kumuona kocha wa KMC Maximo kwenye kikosi cha KMC, unaona kwamba atafikisha nchi hadi au kuna kitu gani kinaendelea? Kwa sababu nikitazama KMC hata nikienda uwanjani naona kama kuna kitu kinapungua, lakini yeye anakuambia kwamba bado anaendelea kujenga timu na mchakato wa mdogo, lakini mchakato mdogo timu inaendelea kupoteza. Ukiangalia msimamo wa ligi sasa hivi KMC ni wa mwisho, ameburuza akiwa na pointi 3, ni wa mwisho, timu ambayo iko mjini ina viwanja lakini inaburuza mkia. Mimi kwa ubora wa KMC sije kushuhudia kipoteza mechi 3 mfululizo. Sijui kwa upande wako una neno gani kuzungumza na hili? Bado ni safari ngumu. Unajua maisha ya football inabidi tukubaliane nayo. Kuna nyakati anakupa kitu ambacho wewe ukitaki. KMC imebadilisha mwalimu, bench fundi pia lazima litabadilika. Kuna baadhi ya wachezaji walikuwa kwenye timu leo hawapo, kwa hiyo mwalimu anavyoinject mbinu zake kwa wachezaji, kuna vitu vingi vinatokea. Inaweza ikaweka out kwa haraka au ikachelewa. Inategemea tuna aina ya wachezaji walioko kwenye timu na ni kitu gani ambacho mwalimu anawalisha. Lakini kwa hicho ambacho kinaendelea mpaka sasa hivi bado sio kitu kizuri, kwa sababu kupoteza michezo 6 mfululizo ni kitu kibaya, kwa sababu unaenda kuiweka timu kwenye riski ya kushuka daraja. Tunazungumza msimu uliopita Kengo mpaka kufikia raundi ya pili alikuwa na alama 2 tu. Sasa ukiwaza hiyo raundi ya lala salama ambako kila mtu anapambania uhai kwenye ligi, ni ngumu kuja kupata alama kwa mtu yoyote. Sio nyumbani, sio ugenini. Kila mtu anaamini mimi naweza kubato na wewe nipate alama. Kwa hiyo inakuwa kidogo ni changamoto. Kwa hiyo hizi nyakati ambazo unaweza kucheza na watu bado wakiwa fresh, unaweza kupata chochote. Lakini kwa hali ya KMC na mechi ya leo bado sioni nafasi ya KMC kupata matokeo, kwa sababu kuna vitu vingi kiwanjani vina miss, namna ambavyo wanaanza kutengeneza mashambulizi yao, namna ambavyo wanatumia nafasi wanazozipata, kidogo kwangu imekuwa ni changamoto. Na hususan kwenye eneo lao la ulinzi ndio kumekuwa na changamoto kubwa sana. Goalkeeper anafikika kirahisi mno. Kwa hiyo ukipata timu ambayo iko more clinical, unaweza kupata hata goli 3 kwenye mechi ya KMC. Kwa hiyo kidogo Maximo ana kazi ya kujiuliza na vijana wake ni wapi wanakosea na ni nini wanatakiwa kufanya kuiboresha KMC na kuiokoa mahali ilipo, mwisho wa siku isije kashuka daraja. Na uzuri wa ligi yetu, watu hawaachani alama nyingi. Unaweza kukuta KMC akishinda mechi 2 tu yuko nafasi ya 10. Kwa hiyo ni yeye anachangaje karata zake kuelekea michezo inayofuata. Na mechi za Mtibwa ndio mechi ambazo unatakiwa kuzitolea macho, kwa sababu mechi dhidi ya Simba una uhakika wa matokeo, mechi dhidi ya Azam una uhakika wa matokeo, mechi ya Black Stars una uhakika wa matokeo, lakini hizi mechi za Mtibwa si unacheza na Pamba, ndio mechi ambazo wewe unaweza kufight ukapata angalau alama 3 au alama 1 ambayo inaweza kukusogeza ulipo kupeleka sehemu nyingine. KMC wana kazi ya ziada ya kufanya. Okay, mimi nashukuru, lakini kipindi inakuja wadau wa betting walinituma ananiambia bwana, ukutana na wewe kwa sehemu atuelezee kuna mchezo kati ya Barcelona na Chelsea, kwamba kuna Kamaria wanataka wajue wanambetia nani. Hebu waambie wewe unaonaje mchezo, wapite watu wa Kamaria? Mchezo una magoli, kwa sababu Barca ana uwezo mkubwa wa kuscore, Chelsea ana uwezo mkubwa wa kuscore, na timu zote zina concede, yani timu zote zinaruhusu. Kwa hiyo mimi ningewashauri 2.5 over, goli 3 na zaidi kwenye mechi unapata. Bwana mimi nashukuru sana. Shukrani sana. Asante. Bwana huyo ni mchambuzi wa Crown FM Evans, anakuambia wa Kamaria leo mechi ya KC pamoja na Barcelona weka tu magoli. Sitaki kumpa mtu ashinde, weka magoli. Shukrani zako Kibunda.